Iran inaendelea kujizatiti katika uwanja wa vita. Muda mfupi uliopita, ripoti kutoka TV Al Jazeera zinaonyesha Iran imeshambulia nchi marafiki wa Marekani Mashariki ya Kati, ikiwemo Kuwait, Qatar na Bahrain. Habari zinasema kiwanda cha kusafisha mafuta nchini Saudi Arabia kimefungwa baada ya kushambuliwa na drones mbili za Iran. Viongozi nchini Saudi Arabia wanasema moto uliowaka katika kiwanda hicho umesababishwa na mlipuko wa drone baada ya drone hiyo kwa lengo la kuikinga isilete madhara. Huko Qatar, ndege kadhaa za Marekani zimepata ajali angani na kuanguka chini. Taarifa hiyo inasema marubani wote wamenusurika kifo. Serikali ya Qatar inafanya uchunguzi juu ya tukio hilo. Wafanyakazi wa ubalozi wa Marekani wameonya usitoke nje na badala yake wajilinde ndani ya majengo kunusuru uhai wao. Huko Bahrain, moshi umeonekana katika uwanja wa ndege wa Salman Port katika mji mkuu Manama kufuatia shambulio la makombora ya Iran katika kambi ya wanamaji wa Marekani, kikosi cha 50th Fleet. Katika mji wa Qatar, mifumo ya ulinzi nchini humo imesikika ikizuia shambulio la kombora lililopigwa kutoka nchini Iran. Tangu Jumamosi, mashambulizi ya Iran yamepiga maeneo tofauti nchini humo, kuanzia bandari, viwanja vya ndege, hoteli na makazi ya watu. Nchini Iran kwenyewe, taasisi ya Red Crescent imesema zaidi ya watu 556 wameuawa kufuatia mashambulizi ya Marekani na Israel. Katika jimbo la Kurdistan, Marekani inasema imeshambulia zaidi ya mara 1000 maeneo iliyokusudia kuyapiga. Nchini Lebanon, Israel imefanya shambulio lililoua watu 31 akiwemo kamanda wa Hezbollah. Tutaendelea kuletea taarifa za matukio ya vita Mashariki ya Kati baina ya Marekani na Israel dhidi ya Iran kadiri yanavyotufikia.